Pila kubwa limepigwa jana, pila la meneja. Umelishuhudia bila shaka. Ni kweli nimelishuhudia. Nimelishuhudia. Pila balaa, pila la ugenini. Nimelishuhudia. Nimelishuhudia. Unaonaje Dosa sasa kwa sasa hivi pengine mkakutana nao? Na nyie mlivyo hivi sasa hivi. Kimataifa. Hata kama kwenye ligi. Tukutana nao yani hawa Simba unamaanisha. Unajua ukizungumzia Simba Sports Club, mimi huwa naizungumzia Simba kwenye engo mbili ama kwenye matabaka mawili. Tabaka la kwanza kwenye mashindano ya ndani, tabaka la pili kwenye mashindano ya kimataifa. Tabaka la ndani, sisi tuna mamlaka kumfunga Simba tunavyotaka. Lakini unapokuja kwenye tabaka la kimataifa kwa Simba, Simba anabadilika. Simba anakuwa mtu mwingine. Simba inakuwa timu ya ajabu. Memo, mimi sio mzungumzaji wa Simba, ila ninachotaka kusema kidogo ni kwa kupongeza watani zetu kwa kutuwakilisha vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Sasa kuna haja labda ya uongozi wa Young Africans kama mashabiki wa Young Africans kuwatafuta Simba sasa kuweza kuchukua notes kile ambacho wanachokifanya kwenye michuano ya kimataifa ili kufanya kile ambacho wao wameanza kufanya. Simba na mipango yao na sisi tuna mipango yetu. Lakini unapokuja kwenye engo ya kimafanikio, hususan engo za kimataifa, Simba anakuwa ni mfano wa kuigwa. Unapokuja kwenye mafanikio ya CAF, Simba anakuwa ni timu ya mfano. Kwa hiyo sitaki kusema kwamba na sisi tuwaige Simba, no. Ila lazima tukubali anachokifanya Simba kwenye mashindano ya kimataifa. Lazima tumuunge mkono anachokifanya Simba kwenye mashindano ya kimataifa. Ndio maana nikasema, na mtanange unisikie vizuri, mimi ningelikuwa nina mamlaka kwenye nchi, ningelikuwa nina nafasi kwenye nchi, hususan kwenye idara ya michezo, mimi ningeamrisha wadau wote wa mpira kwenye mashindano ya kimataifa tuwasupport Simba. Wanatoa somo kweli. Sio kwetu. Leo ukitaka kuyajua mafanikio ya Azam, atakwambia na yeye anawishi kuingia group stage. Singida naye anawishi kuingia group stage. Swali langu dogo kwenu wanahabari, ni klabu gani kutoka Tanzania inaongoza kucheza group stage? Simba. Ni Simba. Hapo ni mwapililia moto au ni uhalisia? Uhalisia. Memo unajua afurahishi kwa sababu Memo mimi timu yake naijua. Bwana Dosa, kitu gani kipi ambacho umekiona kwa meneja Dibs Alibante? Nilisema juzi. Inawezekana ikawa timu sio bora. Inawezekana ikawa timu haina wachezaji bora. Lakini timu inapofikia kwenye hali ya kubadilisha mwalimu, kuna kitu kinaitwa hamasa. Nilisema juzi. Sitaki kusema kwamba Simba imecheza kwa hamasa, ila naamini Simba mchezo wa jana walikuwa na kitu kipya. Jana nimeona pure quality ya Nabii Kamara. Jana nimeona pure quality tena ya Morris Abraham. Nimeona jana. Yule kijana anajua Mechi kipindi cha kwanza mchezo ulikuwa ni mpapate tu. Na nilikuwa naudhika kweli kwa sababu nikiangalia kwenye benchi kule kuna Morris yupo. Lakini baada ya kuingia mwalimu akafanya sabu za maana kabisa. Akamwambia Yusuf Kagoma nenda kacheze namba yako. Alafu Nabii Kamara pande juu. Morris naye panda juu. Timu ibadilika kubadilika. Dakika 10 magoli mawili. Bravo kwa Simba. Kwa hilo nawapongeza. Wakifanya vizuri nitawapongeza. Na ndio maana jana nimewapongeza. Na ukitaka niwapongeze kwako pia nawapongeza sana Simba. Yule kijana unamwona wapi kwanza? Yupi? Morris kabla ya kucheza mpira Tanzania, wazazi wake waliwekeza nguvu kubwa sana kijana wao acheze nje ya nchi.
Na Morris mpira wake sio kucheza kwenye ligi ya Tanzania. Unajua kuna nyakati Mungu hakupi unachohitaji. Mungu anakupa unachostahili. Mweka sawa, hakustahili kucheza Tanzania. Yeah. Kwa level ya quality yake. Ni mchezaji bora, ni mchezaji mzuri. Ni mchezaji ambaye kwa umri wake kama Tanzania tunaamua kuwekeza nguvu kwenye sekta ya michezo, tunaweza tukamtafutia maisha ya mbali kwenye timu ya mpira wa miguu. Ana kipaji kikubwa kama akijitunza, kwa sababu wachezaji wetu wana tabia ya kuathirika. Wanaathirika na mapenzi, wanaathirika na sifa. Kuna kijiji kinaitwa Magomeni, nasikia kinaharibu sana wachezaji. Mungu amsaidie eneo la Magomeni asilifike. Wanaharibu sana wachezaji. Eneo la Sinza linaharibu sana wachezaji. Eneo la Kinondoni linaharibu sana wachezaji. Mungu ambariki sana Morris Abramani, amtunze. Akifika kwenye zengo tutamsahau. Tuvidosa. Yes, tulizungumza sana kwa Dimitri Charipante. Muona mchezo wake wa jana live. Na nini cha kuzungumza katika hili? Ni meneja mzuri. Ni meneja wa ushindani. Na sihitaji kutumia nguvu kubwa kumzungumzia. Ni meneja ambaye kabla ya mchezo tuliwahi kuzungumza mimi na wewe. Na nikasema ni meneja ambaye kama Simba wakimwamini, kama Watanzania wakimwamini, basi huenda akifikisha mbali Simba Sports Club. Kwa hiyo hayo ni ya wana Simba wenyewe. Kwa sababu mimi sitoi maoni kwa wana Simba. Mimi najaribu kuzungumza kwa hali ya usawa. Ila ni mwalimu ambaye ameleta mabadiliko kwenye mchezo wa jana. Ukimchukua Dimitri na huku Romain Folz. Sasa tupe hapo. Folz hatupo naye. Folz hatupo naye. Folz hatupo naye. Folz hatupo naye. Si vyema tena kumzungumzia. Hatupo naye kwa sasa. Ningetamani kuwa kama na meneja Dimitri Charipante. Sitaki kusema hilo. Hiyo ni nafasi ya viongozi. Viongozi awe hana kocha. Simba mabadiliko anapaswa kuyafanya ni kuhakikisha ni namna gani anaweza akabatwa na Yanga na kumfunga. Kimataifa, story ya Simba ni mwalimu yoyote. Simba anacheza robo finali ya CAF Champions League. Ni mwalimu yoyote Simba anacheza finali ya CAF Confederation. Si ndio? Kwa hiyo bado mapema kumzungumzia mwalimu wa Simba moja kwa moja. Endapo atakiendeleza hiki ambacho tumekiona jana. Mimi nitakuja kuona cha kitofauti zaidi. Mwalimu Pate akivusha Simba kutoka mwaka robo kwenda nusu finali ya CAF Champions League. Malengo yao yatakapotimia. Na ndio malengo yao. Kwa hiyo sio dhambi pia kuwaombea watimize malengo yao. Kibu Dennis anabadilika sana anapokuwa kwenye ligi kuu. Tunamzungumzia mchezaji ambaye anapita mwaka nini, lakini tukija michuano ya kimataifa ni kama tunamzungumzia mtu mwingine kabisa Dosa. Ni mchezaji ambaye hana talented ya mpira wa miguu. Lakini mchezaji mwenye kujituma sana. Ni mchezaji mwenye kujitoa kwa jasho na damu kuhakikisha timu anayoichezea inakuwa salama. Tunafahamu sote alikuwa na changamoto ngumu kwenye misimu miwili. Ila kwa matokeo ya jana, kwa performance yake ya jana, kwa magoli yake mawili aliyofunga jana, mimi naamini itakuwa ni mwanzo mzuri ama mwanzo mpya wa Kibu Dennis kwenye maisha ya soka kupitia timu yake ya Simba Sports Club. Kuna la kuongeza kwa watani? Asante sana, nikushukuru. Furaha niko nayo kubwa. Na moja ya furaha nilokuwa nayo ni kocha kufukuzwa. Ndio furaha yako kubwa hiyo? Yeah. Lazima nikiri wazi, nina furaha sana. Ulikuwa unaitamani siku hiyo ifike? Nimeomba. Nimelia. Baada ya kufika nimeshukuru sana. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuzungumza na nyie wanahabari kumpongeza sana Engineer Hersi. Tunafahamu yeye ndo alikuwa na mamlaka kufanya hivyo. Tunafahamu alichelewa kufanya hivyo. Lakini yaliyopita si ndwele. Kubwa zaidi tumeshukuru kwa namna moja
ama nyingine kwa kusikia kocha ameondoshwa kazi. Lakini wengi wanadai kwamba tatizo sio kocha, tatizo ni timu kwa ujumla. Lakini wewe umekuwa tofauti sana, unafurahia kocha kuondoshwa, lakini timu bado inakuwa ipo chini sana. Wana Yanga wote wamefurahi, wanachama wote wa Yanga wamefurahi, lakini na wadau wa mpira mbalimbali wamefurahi. Ndugu zangu wanahabari, klabu yetu mara kwa mara nasema ina miaka 90. Klabu yetu sio klabu ya kuleta kocha kwa ajili ya kuja kuitengeneza timu. Klabu yetu ni klabu ambayo siku, mwaka, kila msimu tunatamani mafanikio. Tunataka mafanikio. Huwezi ukatuletea kocha alafu ukatuambia lazima tumpe muda. Hatuwezi tukawa na kocha alafu tukasema tumpe muda huku jahazi linazama. Ametufikisha sehemu mbaya. Ametufikisha sehemu ambayo leo watu waliokuwa na hali ya kimaiti wamefufuka. Unamaanisha nini? Leo wagonjwa wamefufuka. Na hii yote ni kwa sababu ya Romain Folz kuondoka Young Africans. Kuwepo. Sisi tulikuwa sio kutoa suluhu na Mbeya City kwa namna ya kikosi tulichokuwa nacho. Sisi tulikuwa sio kufungwa na Silva. Tuna miaka zaidi ya 30 hatujai kufungwa na timu kutokea Malawi. Hii ni mara kwanza. Silva hatukufunga sisi kwa kubahatisha. Hatukufunga sisi kwa bahati mbaya. Wametufunga kwa sababu performance yetu ni mbovu. Walitufunga kwa sababu tulikuwa na mwalimu asiyestahiki. Na ndio bana tukafungwa. Lakini si msaidizi alikuwepo ambaye alikuwa anaongeza nguvu. Nimesema baba mdogo sio baba mbele ya baba. Wengine hawatoelewa hii maana yako, unamaanisha nini? Baba mdogo hawi baba akiwa baba mwenyewe yupo. Wala baba mdogo halaumiwi ikiwa baba mwenyewe yupo. Romain Folz alitukosea. Leo tumesahau kiwango bora cha Pacome Zouzoua. Leo tumesahau kiwango cha Max Nzengeli. Sababu ni yeye. Sababu ni kocha. Kwani kocha anacheza ama wachezaji ndio wanacheza? Kocha ndio mwenye kutengeneza timu. Kocha ndio mwenye kupanga timu. Anamtengenezaje Pacome, Max na watu wengine? Dunia nzima Memo. Muhanga wa kwanza anakuwa ni mwalimu. Usimtetee wakati sisi wananchi tunaumia na yale matokeo tuliyopata. Umeanza kuamini kama Romain Folz sio kocha mzuri kwenye mechi gani au mechi ya Simba? Mechi ya Simba. Mechi ya Simba. Ilikuwa bado mapema lakini. Haikuwa mapema. Waswahili wanasema nyota njema huonekana alfajiri. Nyota ile mimi niliiona mechi ya Simba. Ndani miaka ambayo JSM na Engineer wamekuja kwenye timu yetu, hakuna mwaka ambao tulicheza na Simba katutawala. Ila ndio ile kwenye ngao ya jamii. Ndio mara ya kwanza. Tulitawaliwa kila eneo. Tulichezewa na Simba kila eneo. Kwa hivyo ile ilikuwa ni bahati tu. Naweza nikasema hivyo. Na ndio mechi iliyozua sitomfahamu nyingi baada ya filimbi dakika 90. Na ni mechi ambayo kama ingelikuwa Kibu Denis ameamka vizuri kama alivyoamka jana, Simba angeandika historia kwenye ile mechi. Football ni mchezo unaohitaji macho mawili. Wenye macho mawili waliona ile mechi ya Yanga dhidi ya Simba ya Ngao. Kocha huyu tumempeleka mpaka siku ya Mbeya. Ilikuwa ni bonus tu kwake. Ilitakiwa muondoshe kabla ya mapema sana. Lakini bado unaamini kwenye usajili ambao umefanyika kwenye timu yako? Hatukufanya makosa kwenye usajili. Uko vizuri. Wachezaji wote tunaletwa wana experience ya mashindano makubwa.
Wachezaji wote tulioleta ni bora kwenye mashindano makubwa. Tumeleta Zimbwe, ubora wake unajulikana, mchango wake unajulikana, Dumbia uwezo wake unaonekana, kipaji chake kinajulikana, si ndio? Lakini angalia tunavyocheza, inakatisha tamaa kwa namna ambavyo performance unaiona kwa upande wako. Mimi unikwambie, kuna mechi kama 2 za Yanga, wakati naziangalia nilijipigisha simu. Ukajipigisha simu ili nitoke kwenye lile banda nipate cha kwenda kuzungumza huko mbele ya safari. Mechi gani? Mechi zidi ya Mbeya City. Ukajipigisha simu, nimejipigisha kabisa. Mechi zidi ya Pamba, nimejipigisha simu. Na ndio tabia yako Dosa, wanasema watu kujipigisha simu ukiona mambo ni magumu. Lazima, kwa sababu kwenye mabanda umiza, wakishaona kwamba umezidiwa unataka kutoka na kuambia mpira mpaka uishe. Sasa at least ikiwa umeweka simu sikioni watakuonea haya, watakupisha ongea na simu afu unarudi. Kumbe ndo safari. Kumbe ndo safari. Lakini Dosa, kwa namna ambavyo mmepata matokeo yale kule ugenini, unaamini kwenye dimba la Benjamin Mkapa pengine mnaweza mkafanya lolote, au unaona safari ya Young Africans kwenye michuano hii ya klabu bingwa kwamba ndio mwisho, ama itakuwa yani hamwezi kwenda mbele zaidi? Tuna uongozi bora, tuna wachezaji bora, ile mechi bado haijaisha. Tuna uongozi bora, tuna wachezaji bora, ile mechi bado haijaisha. Jambo la kuzingatia na jambo la kuzungumza na nyie ni kuwaambia viongozi wa klabu ya Yanga, ni kuwaambia wachezaji wa klabu ya Yanga, ni kuwaambia mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga, tunahitaji umoja. Na wewe tena, tunahitaji nguvu moja. Slogan ya mnyama inakuja kwa wananchi. Wanasema slogan ya mnyama. Sisi tuliosoma historia tunajua, ili ushinde vita lazima uwe na unity. Lakini si mmesema shida ilikuwa ni kocha tu, mmoja upo? Nimesema hivi, ili ushinde vita lazima uwe na unity. Ndio tunauhitaji hivi sasa. Ndio. Kama tukiukosa huu, imekwisha. Tumepotea. Na makundi huenda msiyaone. Na tuna bahati mbaya sana tukicheza kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Tena. Mara ya mwisho wakati tunacheza kwenye mechi ya maamuzi, tumecheza kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Kapoteza. Hapa nazungumzia msimu uliomalizika, yani msimu uliopita. Tulihitajika kutumia dakika 90 kupata goli moja. Tulishindwa. Licha kupoteza makundi tu, lakini klabu ilishindwa kuvuna 2 bilioni na pointi zake ndani ya dakika 90. Na ndio maana nikasema na wanahabari kutupelekea salamu zetu kwa viongozi, wachezaji na wanachama, tushikamane, tuungane. Itakuwa ni fedhea kwetu kutolewa, itakuwa ni aibu kwetu kutolewa. Fikirisha akili. Simba ameshavuka tu ya makundi tayari. Kavuka. Kashavuka. Hada maliza mchezo wa mechi ya pili. Kashavuka. Trust me, kashavuka. Sisi tunatolewa. Itakuwaje? Wewe utafanya kazi vipi? Tutaishije? Unafikiria kuishi? Kuishi ni jambo la msingi sana, unajua. Kwa sababu amani sio vita. Amani hata ile kukosa uhuru wa kukaa nje, kukaa na wenzako pia ni kukosa amani. Hivi unadhani sisi tukitolewa tutakuwa tuna amani? Mnyama yupo makundi, yupo wananchi mnasubiri mechi za ligi. Mashabiki wenyewe ni hawa kina Kisugu. Akakaa kidogo kajirikodi na familia yake na kula ugali na kachumbari na nyimbo ya Kizaramu. Unaishije Dosa? Mungu atusaidie tuvuke. Lakini imani yako kubwa kama mtavuka? Imani yangu kubwa tutavuka, na ndio maana nikasema tuna kazi sisi kama mashabiki.
Tuna kazi sisi kama wanachama kuwapa support viongozi, kuwapa support wachezaji. Tunacheza kwenye dimba la Benjamin Mkapa, panahitajika watu 60,000 pale. Memo, umefanya kazi muda mrefu na una database ya mashabiki wengi kwenda uwanjani wa timu gani. Sisi Yanga tuna tabia ya kusuasua. Ukilinganisha mmefungwa, mnahitaji matokeo. Nalisema hili najua ni chungu. Najua ni chungu. Lakini lazima tuseme tuna tabia za kusuasua. Kususa. Tunawaomba sana mashabiki wetu siku ya Jumamosi, tujitokeze kwa wingi kuhakikisha tunakwenda kuwashangilia wachezaji wetu, kwa sababu wachezaji wanapoingia pale wakituona sisi tuko pale 60,000, wachezaji deni litakuwa limebaki kwao. Kweli sio kweli? Lama itakuwa la nani? Umoja wetu kama mashabiki, kama wanachama, itakuwa tumeuonyesha. Sasa wewe kaa huko Makumbusho useme Dosa mamluki. Dosa mnyama ameshinda 3 jana. Sasa wewe kaa huko Makumbusho useme Dosa hana kadi ya wanachama. Alafu uone matokeo yake ni nini? Utakuja mtafutani. Apata kalika. Mnyama mwenza